hutakiwa msafiri alla yartakiba alharam, asifanyi haram, kalghinai mathalan au istimai ilayhi, kama vile kuimba au kusikiliza mziki, kama ilivyokuwa katika ada na watu wengi wanafanya hivyo. Na leo hii kwa ule utandawazi kwenda mbele, unapoingia katika gari au kipando ambacho mnakitumia, unaweza kumkuta kuna mtu ameshakutangulia na ana headphones zake katika masikio. Kwa hiyo hata kumbia assalamu alaikum hajui unasema nini, wala hana habari na wewe. Kazi yake ni mziki, anaendelea na safari. Na mnaweza mkatoka hapa mpaka Kigoma hamjazungumza hata neno moja, hana habari na wewe. Kwa hivyo leo utandawazi umetufikisha hapo. Kwa nasema inapaswa msafiri asifanye haramu. Na haramu nyepesi leo hii kwa wasafiri ni kusikiliza mziki au kuangalia mziki. Kisha pakawekwa riwaya kutoka kwa al-Imam as-Sadiq alayhi afdalus salati wa atammu at-taslim, amma yastahi ahadukum an yughanni ala dabbatihi wa hiya tusabbih, hivi haoni aibu mmoja wenu pale anapokuwa katika neema ya kipando alichopewa na Mungu, kipando ambacho kinamsabih Mwenyezi Mungu, alafu yeye akawa anafanya haramu juu ya mgongo wake, anaimba au kusikiliza mziki, hakumbuki kuwa hicho kipando ni neema ya Mungu kwake?